Kuna haja ya uchunguzi kufanyika kwenye mpira wetu kwa sababu mpira wetu una viashiria vingi vya rushwa na una viashiria vya rushwa kwenye maeneo mengi tofauti tofauti. Kwanza kuna uwanjani, lakini pia kuna kwa viongozi wa timu. Unajua viashiria vya rushwa ni vitu ambavyo ukiwa mtaalamu wa mpira au ukiwa mtu ambaye umekaa sana kwenye mpira kwa muda mrefu, ni rahisi kuvijua viashiria vyake, na ukiamua kufanya kazi vizuri na kufanya uchunguzi mzuri, ni rahisi kujua watu ambao wanatoa rushwa kwenye mpira. Miongoni mwa maeneo ambayo ni rahisi kuyatambua kwenye mpira wetu ni pamoja na rushwa. Lakini kwa bahati mbaya sijawahi kusikia bodi ya ligi au TFF wakisema wanafanya uchunguzi kwenye matukio ya rushwa kwenye mpira wetu, lakini yapo kwa kiasi kikubwa sana, na mengine yanaanzia mpaka kwenye udhamini na kuja kwenye maeneo mengine. Sasa sijajua ni kwa nini hawafanyi uchunguzi au pengine wanafanya uchunguzi, mimi sijasikia taarifa, lakini naamini kwamba uchunguzi ukifanyika tutaweza kupata watu wengi ambao wanasambaza rushwa kwenye mpira wetu. Yaani matukio ya rushwa yapo na ndio ambao yanaleta upangaji wa matokeo kwenye mpira wetu. Naomba nianzie kwenye eneo la wadhamini. Kwanza inazungumza issue ya GSM kudhamini timu nyingi. Hili ni jambo la kwanza ambalo pia bodi ya ligi na TFF wanapaswa kulitazama kwa kina zaidi. Yanayozungumzwa kwenye mitandao ni mambo ambayo yapo, kwa sababu naamini kwamba watu ambao wanazungumza, wanaoandika, sio kwamba wanaandika tu bila sababu za msingi au wanaandika tu bila kuwa na ushahidi. Naamini kwamba wanaoandika au na wanaosema wana ushahidi au kuna viashiria ambavyo wameviona, ndio maana wanaandika na kuzungumza. Anapozungumza kwamba GSM anawasaidia kwenye upangaji wa matokeo ama udhamini kwenye timu nyingi unachangia Yanga kupata matokeo ambayo ni mazuri, wanamaanisha kwamba inawezekana kuna pesa ambayo Yanga wanaitoa kwenye hizo timu zingine kupitia udhamini wa GSM kwenye hizo timu zingine ziweze kupata matokeo mazuri. Na ukiangalia timu kule ambazo zimezoona na GSM zimefungwa na Yanga magoli mengi. Naamini kwamba hivyo ni vitu ambavyo vikichunguzwa vizuri, pengine kuna ukweli unaweza kupatikana, kwa sababu watu wengi wanaongea na watu wengi pia wanaandika. Hicho ni kitu kingine ambacho kinaweza kwenda kutupa picha nyingine, kwa sababu tunapozungumzia swala la upangaji wa matokeo ama rushwa kwenye michezo, tunazungumzia kupitia watu. Kwa maana labda klabu inaweza kumrubuni mchezaji au labda mdhamini anaweza kuirubuni klabu ambayo anaipa udhamini. Kwamba kwa mfano, naomba ieleweke hapa, natoa mfano kwamba labda GSM anaweza kuirubuni klabu labda ya let's say klabu ya Ngereza FC. Akaiambia wewe Ngereza FC, tukicheza na timu yangu ikicheza na wewe, hakikisha kwamba unafanya makosa mengi ambayo yanatunufaisha, alafu wewe utapata kiasi fulani cha pesa. Alafu ile Ngereza FC ikikutana labda na timu kama Yanga ambayo imezoana na GSM, inaanza kufanya makosa mengi ambayo Yanga ananufaika nayo. Lakini hapo kilichotumika ni udhamini wa GSM kwa Ngereza FC. Kwamba Ngereza FC ifanye makosa ambayo yatakuja kuinufaisha Yanga. Hapo ni rushwa ambayo imetumika au upangaji wa matokeo ambao umefanyika kupitia udhamini wa mtu. Kwa maana ile influence ya mtu inaweza ya udhamini wa udhamini inaweza kupelekea timu fulani kufanya makosa ambayo yanaweza kwenda kuwanufaisha wapinzani. Ni kitu ambacho inawezekana kinafanyika, kwa sababu watu wanavyozungumza vitu kama hivi ni vitu ambavyo huwa vipo, na hii nimetolea tu kama mfano kwamba mtu aelewe namna gani ambavyo mdhamini anaweza kutumia pesa yake kuinfluence matokeo ya aina fulani yaweze kupatikana kwa timu fulani. Kwamba inaweza kutumika hivyo kwamba yule mdhamini ambaye ameidhamini klabu fulani akaenda pia kuidhamini Ngereza FC, akatoa pesa zake kwenda kwa Ngereza FC ambazo zina masharti ya kwamba tukikutana ni lazima ufanye makosa ambayo yatanufaisha. Au pia wakatumika wachezaji, kwa maana ya viongozi wa timu fulani wakaanza kutoa pesa kwa wachezaji wa timu fulani ili waweze kwenda kuwasaidia kupata matokeo ambayo ni mazuri. Kitu ambacho kinawezekana kinatumika kwa kiasi kikubwa, na mfano wake ni kwamba nimemsikia mkuu wa mkoa wa Mwanza kuelekea kwenye mkuu wa mkoa wa Tabora, sio Mwanza, mkuu wa mkoa wa Tabora kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Yanga, anasema anajua kuna wachezaji wake wamepewa hela ili wauze matokeo. Sasa huyo ni mtu wa kwanza naye. Manake kama mkuu wa mkoa amesikia taarifa, anajua taarifa kama hizo, manake intelligence yake ya mkoa inajua hicho kitu. Ina maana hawa ndio ambao pengine unaweza kuanza nao na akakwambia kwamba je, hao wachezaji waliosambaza hizo pesa ni wakina nani na nani kasambaza hizo pesa na zimetoka kwa nani. Wakibainika watu kama hao ndio wanakamatwa, ndio unaanza nao
tayari utakuwa umeshajua nani ambaye anafanya mambo ya upangaji wa matokeo. Kwa ni kitu ambacho kiko wazi kwa sababu watu pia wenyewe wanazungumza. Na nimesema ni rahisi Tanzania kujua masuala ya upangaji wa matokeo kwa sababu vitu vinazungumzwa hadharani na wanaozungumza ni viongozi hizo timu na wengine ni walezi wa hizo timu. Sasa kwa sababu wanaozungumza kwenye ambao masuala ya upangaji wa matokeo ni wahusika, maana hao wahusika ndio watu wa kuwabana. Ukiwabana vizuri watakwambia. Sasa leo kama mkuu wa mkoa anasema kitu kama hiki, maana anajua kwamba wachezaji wa Tabora nani kawapa pesa. Sasa hawa leo wapa pesa au ambaye anataka kuwapa pesa, ukiwabana vizuri hawa watu watasema ni nani. Wakishamsema ni nani, maana huyo mtu ndio ambaye bodi ya ligi na TFF wanapaswa kudili naye pamoja na TAKUKURU. Kwa hiyo masuala ya upangaji wa matokeo yanaweza kufanyika kwa namna hiyo, lakini pia kuna viongozi mara kadhaa wa Simba na Yanga wamekuwa wakizungumza. Sisi tunajua matokeo jinsi yanavyopatikana na tuna uhakika sisi tutajua na sisi tutatumia njia hiyo kupata hayo matokeo. Ni njia gani? Kwa maana njia ya dakika 90 mara nyingi imekuwa ikisumbua watu wengi. Sasa kama kuna njia nyingine ambayo ni nje ya dakika 90, ni njia gani na nani ambaye anatumia hiyo njia? Ajulikane, adhibiwe. Kwa hiyo tunaweza kutambua masuala ya rushwa kwenye mpira wetu kupitia hawa viongozi wa timu ambao wamekuwa wakizungumza kauli mbalimbali ambazo zimekuwa ni tata, na kama wachezaji wanarubuniwa pia tunaweza kujua, kwa sababu kuna kauli kama hiyo ya mkuu wa mkoa wa Tabora. Ni vitu ambavyo vinaweza kuwa mwanzo. Mimi naamini kwamba rushwa ipo kwenye mpira wetu na watu wa kwanza kutoa rushwa ni Simba na Yanga. Kwa hiyo uchunguzi ufanyike, na kama kweli wanatoa hizo rushwa waweze kuadhibiwa. Hatuwezi kukua na mpira na mpira ambao umegubikwa na matukio ya rushwa. Kuna waamuzi hapo wanafanya matukio ya hovyo uwanjani, pengine nao wanapewa rushwa. Kwa hiyo uchunguzi ufanyike tafadhali. Uchunguzi ukifanyika, haya matukio ambao ya hovyo ambao waamuzi wanayafanya uwanjani na wanafunufaisha timu fulani yatakoma. Pengine waamuzi nao wanapewa pesa kwa ajili ya kupanga matokeo. Pengine wachezaji nao wanapewa pesa kwa ajili ya kupanga matokeo. Ni vitu ambavyo vinapaswa kufanyia uchunguzi mzuri uliotukuka, na kama kuna mtu atabainika anapanga matokeo ama anatoa rushwa michezoni, basi mamlaka husika zitoe adhabu inayotakiwa kutolewa. Tusikaa tunalalamika mpira wetu na waamuzi wanafanya matukio mengi ya hovyo, wanaamua matokeo hawachezeshi vizuri, kumbe wanapewa rushwa. Na wakipewa rushwa, wakipewa hiyo pesa ndio ambayo inapelekea wanaenda kuamua matokeo ya hovyo uwanjani. Kwa nafikiri hicho ni kitu ambacho bodi ya ligi, TFF na TAKUKURU wanapaswa kushirikiana kufanya uchunguzi. Mwamuzi yoyote yule ambaye anapokea rushwa afungiwe, timu yoyote ambayo inatoa rushwa ifungiwe. Kama kuna kampuni yoyote ambayo inaingiza pesa kwa wachezaji au kwenye timu fulani kirushwa ili matokeo yapatikane, ifungiwe hiyo kampuni. Itatusaidia kukuza mpira wetu. Hatuwezi kuwa tuna ligi nzuri ambayo imegubikwa na masuala ya hovyo kama haya. Kwa nafikiri kwa bodi ya ligi na TFF wanapaswa kukaa chini na kufanya uchunguzi ambao unaweza kutusaidia, kwa sababu naamini kwenye mpira wetu rushwa ipo kwa kiasi kikubwa sana. Kupitia kauli za hawa viongozi, kupitia kauli za mashabiki, kupitia makosa ya waamuzi, inaweza kutusaidia kujua ni nani na nani wanahusika moja kwa moja kwenye masuala ya upangaji wa matokeo na kutoa rushwa michezoni, kwa sababu naamini hivyo ni vitu ambavyo vipo kwenye mpira wetu. Uchunguzi tu ufanyike vizuri, naamini kwamba tutawajua watu ambao wanasambaza rushwa kwenye mpira wetu, tutajua watu ambao wanapanga matokeo kwenye mpira wetu.